Mwanzilishi wa taasisi ya Nairobi Institute of Business Studies, NEIBC, Emory Hotel na Lizie Preparatory Schools, Lizie Wanyoike, amefariki. Familia ilisema mfanyabiashara huyo alipumua mara ya mwisho Jumapili, Januari 14 akiwa na umri wa miaka 72. Katika kumbukumbu ya upendo ya mwalimu wa ajabu. Shauku yake iliwasha akili, fadhili zake ziligusa mioyo. Akiwa mwanga wa hekima, aliacha alama isiyoweza kufutika kwa maisha mengi, akitengeneza maisha yajayo kwa neema. Ujumbe huo ulisomeka. Mtangazaji wa Kameme FM Muthoni wa Kirumba, ambaye alikuwa moja wa vyanzo vya awali vya kuripoti, alifichua kuwa Lizie Wanyoike aliwahi kuugua saratani kabla yake kupita. RIP, Madam Liz Wanyoike, chuo cha NIBS. Mwanzilishi wa taasisi ya Nairobi Institute of Business Studies, NEIBC, Lizie Wanyoike wakati wa hafla ya awali. Mwanzilishi wa taasisi ya Nairobi Institute of Business Studies, NEIBC, Emory Hotel na Lizie Preparatory Schools, Lizie Wanyoike, amefariki. Saratani pia itakufa. Dansi na Malaika, Muthoni aliandika kwenye Facebook yake. Alizaliwa Novemba 1951, Wanyoike alifuata elimu katika chuo kikuu cha Kenyatta, na kupata diploma ya elimu. Kufuatia talaka yake, alitumia akiba yake ya 6 milioni na mkopo wa 4 milioni kuanzisha chuo cha mafunzo ya ukatibu cha Temple jijini Nairobi, kwa dhamira ya kuwashauri wasichana wadogo na kukuza elimu. Kuanzia na wanafunzi 25, chuo hicho, ambacho sasa kinajulikana kama NEIBC, kimekuwa kwa kasi, kikijivunia zaidi ya wanafunzi 6,000. Matawi yake yanapatikana Ongata Rongai, Thika Town, Nairobi CBD, na Ruiru Kimbo kando ya barabara kuu ya Thika. Upanuzi wa Wanyoike ulijumuisha hoteli ya Emory huko Kileleshwa, taasisi ya Nyota na ya mafunzo ya biashara na ukarimu, na shule ya maandalizi ya Lizie Wanyoike.